Akamwambia unasikia kizunguzungu au ni kiburi? Akazidi kumuongeza kumpiga, akadondoka chini. Akamwambia kama ni kufa we kufa. Kifo cha mwanafunzi wa shule ya sekondari Makongoro mwenye miaka 23 kimeibua maswali mengi katika jamii hapa wilayani Bunda mkoani Mara, huku familia ikiingia katika majonzi mapya baada ya kumpoteza Peter Malile. Baba alivyofika akahojiwa kwamba huyu ni nani yako? Ni kijana wangu. Ni kijana wako wangapi wa mwisho? Baba akamwambia mbona mnanioji maswali mengi? Kama ameshakufa niambieni. Wakamwambia ndio amekufa. Peter ambaye alikuwa mwanafunzi wa shule ya sekondari Makongoro alifariki dunia baada ya kudaiwa kupigwa na walimu kufuatia kosa la kufanya vibaya katika mtihani wa majaribio wa shule. Akampigia kwamba fulani, tulikuwa na adhabu shuleni, tumechapwa na walimu, ila yeye wakati anachapwa alisema anajisikia vibaya, akadondoka chini, akawa amezimia. Kwa maelezo tuliopewa kwamba alimwagiwa maji, baadaye walimu akamwambia mbebeni mpeleke bwenini. Kwa hiyo wakati alipelekwa bwenini akupata huduma mapema. Wanafunzi tena wamekuja baadaye ndo wakamkuta kule bwenini, wanasema akawa anakakamaa miguu anainyosha. Wakasema wakipeleka taarifa kwa walimu kwamba wampeleke hospitali ni wazembe, wakambeba wao make zahanati ipo karibu, wakampeleka zahanati. Lakini nyuma ya kifo hiki kuna familia ambayo ilikuwa imepita katika kipindi kigumu cha majonzi na sasa imejikuta ikikabiliana na pigo jingine ambalo limewaacha ndugu na jamaa katika maswali mazito. Familia tuna maumivu makali, maana wifi yetu mwenyewe amefariki tarehe 22, tukampumzisha tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu. Kwa hiyo hata miezi mitatu ilikuwa bado tena tumekutana na majonzi mengine. Yeye baada ya mama yake kufariki alikata tamaa kurudi shuleni. Kabidi tumkalize, tumuombe, tumbembeleze. Akawa anasema haoni hata haja ya kuendelea na kusoma. Alikuwa akisoma ajamsaidia mama yake. Kwa mujibu wa ndugu wa marehemu, familia imekuwa ikipitia wakati mgumu tangu mama mzazi wa Peter alipofariki dunia. Ndugu hao wanaeleza kuwa kifo cha Peter kimeongeza maumivu makubwa ndani ya familia, huku akitaka ukweli wa kile kilichotokea kabla ya kifo chake ujulikane. Akaniambia kwamba huyu mtoto wamemleta humu, lakini mapigo yake yalikuwa chini, lakini tumehangaika naye katika uwezo wetu, imeshindikana. Mimi nikamwambia aje, kwa hiyo amekufa. Eti amekufa. Basi baada ya kutoka hapo kaenda shuleni. Kafika pale shuleni kakuta diwani yuko pale anaongea na wanafunzi. Ofisa upelelezi akaja hapo na mkuu wa wilaya akaja hapo. Tukaelezana, akatueleza kwamba sasa kama ni hivyo taratibu mtakuja kesho asubuhi kwenye saa 3, yani leo. Basi tukafika pale, kaenda pale shuleni, kaongea na ofisa upelelezi, akatueleza kwamba hakuna haja ya kwenda hapo shuleni, mwendeni kule wapi? Mochwari. Basi tukafika pale mochwari, kaangaika pale, tukasimama, utaratibu wote ukafanyika. Ikabidi sasa mkoa waagize uchunguzi uje ufanyike hapa Musoma, hospitali ya manispaa. Na muda huo ndiko sasa hivi tuko hapa kwa sababu ya uchunguzi wa marehemu. Lakini kwa taarifa ile inaonekana walimu walimchapa. Kila mwalimu alikuwa akipita na fimbo anachapa. Kila mwalimu alikuwa akipita anachapa. Kila basi mwanafunzi akamwambia hivi, jamani nimechoka, mnaomba mnisamee. Akasema atukusamee. Kuna mwingine mwalimu ni albino, ndio akaongezea na fimbo tena akazimia mtoto wangu. Sasa hivi kinachoendelea hapa ni maana hapo uchunguzi unaendelea huko ndani, na sisi bado tuko hapa nje tunasubiria kwamba tujue kwamba uchunguzi umefikia wapi. Kumaliza hapa tunaondoka hapa tunaenda nyumbani. Yaani nimetokea kwa masikitiko sana, tena kwa maumivu. Yaani kwa maumivu ambao sasa yani hata sikutegemea kwamba itakuwa hivyo. Yule chuze ni wani yule student anayewakilisha shule alikuwa ni yeye. Ndio maana hata mtihani wa mwisho yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza pale Perazia kwenye foru, alipata wani ya point 14. Advance. Tu ya mwisho akasema akiongeza jitihada kidogo angepata vizuri, tofauti na huo msibu ukome mchanganya. Kwangu alikuwa ni mwanafunzi bora, sio kwamba alikuwa ajui. Yaani anajua. Nilichokuwa niombe angalau jamii pamoja na walimu na serikali kwa ujumla iweze kutengeneza mazingira mazuri ya kuweza kusababisha wanafunzi waweze kusoma bila kupata adhabu kali. Ninachoomba kikubwa, basi baada ya uchunguzi matokeo yaonekane kweli, na kama kutakuwepo na kuonyesha kwamba
ni shambulio limetokea, basi sheria ifuate utaratibu wake. Akizungumza kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Mara SACP Pius Rutumo amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, na hapa anasema pia anaadhibiwa kwa kuchapa viboko na walimu wake. Alizidiwa kwa kuishiwa nguvu mwilini, hali iliyopelekea kupelekwa hospitali ya wilaya ya Bunda kwa matibabu, na wakati anaendelea na matibabu majira ya 10:30 za jioni alifariki dunia. Kutokana na tukio hilo, walimu 6 wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa mahojiano, lakini wakati huo huo uchunguzi wa jeshi la polisi kwa kushirikiana na taasisi nyingine za kiuchunguzi hususan madaktari, zoezi hilo linaendelea, na taarifa kamili ya chanzo cha kifo cha huyu mwanafunzi zitaendelea kutolewa kwa kadri madaktari watakavyobaini nini hasa kimesababisha kifo cha huyo mwanafunzi. Hata hivyo, taarifa za awali zinaonekana huyu mwanafunzi alipata mshtuko na hivyo akawa na presha ya kushuka. Sasa hizi ni taarifa za awali ambazo si za kitaalamu. Na sasa familia inasubiri majibu. Peter alipoteza maisha vipi na nani anapaswa kuwajibika? Majibu hayo sasa yako mikononi mwa uchunguzi wa jeshi la polisi. Gabon Mariba, Inland TV, Mara.